Kilimo ni tunaweza kusema ndio msingi wa maisha ya binadamu, kwa sababu kutokana na kilimo ndio kinapatikana chakula. Na ukiangalia duniani tunaongelea takriban watu bilioni 10. Kwa hiyo bila shaka lazima tujiulize maswali, tunawalishaje hao watu bilioni 10 bila kuathiri hii sayari yetu pendwa ya dunia iendelee kuzalisha hiki chakula. Kwa hiyo hili ndio swali la msingi kabisa ambalo watu wengi wanajiuliza duniani, lakini hata mimi pia nimekuwa nikijiuliza. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo, nikaangalia kilimo kilivyoanza, msingi wa kilimo ulianzaje na maendeleo yaliyotokea kuanzia ile miaka ya 1012 iliyopita, wakati binadamu wa kwanza wanaanza kilimo, yani domestication, mpaka kufikia kwenye mifumo ya viwanda. Sasa hivi yako mambo mengi sana ambayo tumeshuhudia na dunia inaendelea kushuhudia, lakini jambo moja la msingi linabaki hivyo, kwamba lazima kuna kitu kifanyike ili kuleta mageuzi katika sekta ya kilimo duniani. Kwa hiyo baada ya kuangalia hayo, nilipata wazo la kuandika kitabu ambacho kwa kutumia ujuzi wangu niliona nielezee dunia kwamba ni mambo gani yafanyike ili kuweza kuleta mageuzi ya kilimo duniani. Na kwa hiyo nimeandika kitabu ambacho kinaitwa Global Agricultural Transformation: Journey to the Food Future and Technology. Ni kitabu ambacho kinaelezea mikakati mbalimbali ya kuleta mageuzi ya kilimo hapa duniani. Na nimeandika kitabu hiki nikilenga watu gani? Kwanza ni watunga sera, policy makers, maraisi, mawaziri wanaweza kutumia kitabu hiki. Lakini pili ni professionals au wataalamu wa kilimo wanatumia kitabu hiki. Lakini tatu, planners au watu wa mipango watakitumia kitabu hiki, wataona kitabu hiki ni muhimu katika kupanga na kutekeleza mipango yao. Lakini pia taasisi za kimataifa ambazo zimejikita katika kuendeleza kilimo duniani, mfano FAO, AGRA, SEAT, unaona zitanufaika na kitabu hiki. Kwa hiyo kitabu hiki nimetumia mwaka mmoja kukiandika na kimechapishwa na taasisi ya uchapishaji vitabu iliyoko Marekani, inaitwa Visionary Publishers. Na kitabu hiki kitakuwa kinapatikana kwenye platform zote, yani kwa maana ya Amazon, social media mbalimbali, na kinakuwa marketed kama best selling book. Kitabu chenyewe kina nini ndani? Kwa hiyo nipende kutoa highlights au dondoo za yaliyomo kwenye kitabu hiki. Kitabu hiki kina sura 17, 17 chapters. Kwa hiyo sura ya kwanza nimeanza kueleza msingi wa kilimo, foundation of agriculture, kuanzia mwanzo kabisa kule wanadamu walioanza kulima, kupanda mimea, unaona mpaka tulivyo mpaka sasa hivi tuko wapi.
Kwa hiyo ni msingi wa kilimo miaka 12,000 iliyopita. Kwa hiyo ni sura ya kwanza. Lakini sura ya pili limeeleza current agriculture, the current agriculture, current global agriculture. Sasa hivi tuko wapi? Kilimo chetu kiko wapi? Kwa hiyo hapa nimeeleza mambo mambo yote ambayo kilimo cha sasa hivi kama tunavyokiona na changamoto zake ni zipi na namna ya kuzitatua. Sura ya tatu au sura nyingine nimeelezea umuhimu au mchango wa sayansi, teknolojia na ubunifu katika kuleta mageuzi ya kilimo duniani. Hii ni muhimu sana. Ili tuweze kuleta mageuzi ya kilimo duniani, lazima tufanye kilimo ambacho kinatumia matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Sayansi za umwagiliaji, teknolojia za umwagiliaji, teknolojia za mbalimbali za uzalishaji mbegu, teknolojia za utafiti, teknolojia za kufanya ufuatiliaji wa mabadiliko ya tabia nchi na vitu kama hivi. Kwa hiyo teknolojia za kuongeza thamani katika mazao yote imeelezwa, na teknolojia za GIS, unaona precision agriculture, mambo ya drone imeeleza. Lakini pia iko sura nyingine katika kitabu hiki ambayo nayo pia ni muhimu sana na nimeiweka, ni umuhimu wa good governance, yani utawala bora na sera. Good governance, the role of good governance and policy katika kuleta mageuzi ya kilimo duniani. Kwamba ili kuleta mageuzi ya kilimo lazima kuwe na utawala bora. Lazima kuwe na vitu ambavyo vinatabirika. Sio leo unasema hivi, kesho unasema vile. Lazima tuwe na sera ambazo za kuaminika. Kwa hiyo nimeongelea mambo ya policy za nchi, lakini policy pia za kimataifa. Kwa mfano mashirika kama World Bank, FAO, zile policy zao, zile sera zao zinaathiri vipi ukuaji wa kilimo duniani. Kwa hiyo ni sura nyingine ambayo inapatikana kwenye hicho kitabu. Lakini pia iko sura nyingine kwenye hicho kitabu au chapter nyingine kwenye hicho kitabu, nimeelezea umuhimu wa uwekezaji, agricultural financing. Yani huwezi kuwa na mageuzi ya kilimo bila kuwa na uwekezaji katika kilimo. Kwa hiyo hapa nimeelezea, katika sura hiyo nimeelezea uwekezaji wa nchi moja moja, lakini pia na uwekezaji wa kimataifa, wa public, lakini pia na private investment kwenye kilimo, ambacho pia ni muhimu sana ili kuleta mageuzi ya kilimo duniani. Sura nyingine ambayo inapatikana kwenye kitabu hicho ni sura ya nimeandika umuhimu wa integration, kuintegrate innovations, hizo ubunifu pamoja na sera. Badala ya kwenda na kitu kimoja, hivi vitu unaviunganisha, unachukua, unaenda navyo kwa pamoja, kwamba ubunifu sahihi uende na sera sahihi. Kwa hiyo ni sura nyingine ambayo pia ipo kwenye kitabu hiki. Lakini pia sura nyingine ambayo pia inapatikana kwenye kitabu hicho ni mchango wa vijana, the role of youth in global agricultural transformation. Sasa hivi inakadiriwa kwamba tunao vijana wapatao bilioni 1.2 duniani. Sasa hao vijana tunawaingizaje kwenye kilimo? Changamoto zao ni nini? Kwa hiyo nimeeleza kwenye kitabu hicho. Waangalia changamoto za mitaji, changamoto za ushirikishwaji kwenye kufanya maamuzi, lakini pia kuangalia ni teknolojia gani ambazo zinawavutia vijana kuingia kwenye kilimo endelevu. Kwa hiyo pia nimeeleza kwenye kitabu hicho. Lakini pia iko sura nyingine kwenye kitabu hicho, nimeeleza umuhimu wa wakulima wadogo, small holder farmers,
kwenye kuleta mageuzi, katika kuleta mageuzi ya kilimo duniani. Kwa nini? Kwa sababu hawa wakulima wadogo ndio wanaomiliki ardhi, ndio wanaotunza mazingira, unaona ndio wanaoendesha shughuli za kilimo. Na kwa mfano nchi kama ya Tanzania unakuta 80 70 wakulima hao wadogo ndo tulio nao. Kwa hiyo na wenyewe nimeelezea kwenye kitabu hicho hawa wakulima wadogo changamoto zao ni nini na ni namna gani ya kuzitatua. Lakini pia kwenye kitabu hicho pia nimeweka sura nyingine ya umuhimu au mchango wa kina mama. Wanawake wana mchango gani katika kilimo? Kwa hiyo ukiangalia duniani wakulima wengi sana ni wanawake wanajishughulisha na kilimo. Kwa hiyo changamoto zao ni nini? Hasa katika kufanya maamuzi, unaona kufanya maamuzi, kupata kuwa na mitaji, kupata kumiliki mashamba, kumiliki ardhi, yote hivi nimevielezea na ushirikishwaji katika maamuzi mbalimbali ipo kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo na wenyewe wana mchango mkubwa sana katika kuleta mageuzi ya kilimo duniani. Lakini pia kitu kingine au sura nyingine ambayo ipo kwenye kitabu hicho nimeandika umuhimu wa masoko. Masoko na umuhimu wa masoko, yani masoko na biashara, market and trade. Hii ni muhimu sana ili tuweze kuleta mageuzi ya kilimo duniani. Kwanza lazima tujue, tunakaa kuangalia hivi mwenendo wa masoko ya mazao tunayolima nchi mbalimbali. Yani kila nchi ikae iangalie hivi mwenendo wa masoko ya mazao yanayolimwa katika nchi zao ukoje, biashara zipoje za mazao, international trade na changamoto zake ni nini, trade barriers, na ni namna gani hizo trade barrier tunaweza kuziondoa ili kurahisisha biashara ya mazao kati ya nchi na nchi na ili kuweza kukuza uchumi. Kwa hiyo ipo kwenye kitabu hicho, hiyo sura pia ipo. Lakini pia imeandika umuhimu wa kutoa mafunzo kwa watafiti, maafisa ugani na wataalamu mbalimbali, kwamba teknolojia zinabadilika. Kwa hiyo ili tuweze kuleta mageuzi ya kilimo duniani ni lazima tuwe na mpango endelevu wa mafunzo. Kwa hiyo pia nimeieleza kwenye kitabu hicho. Lakini pia sura nyingine kwenye kitabu hicho ambayo pia nimeandika ni matokeo sasa ya kutransform au ya kuleta mageuzi ya kilimo kiuchumi pamoja na kijamii ni nini. Kwa hiyo na yenyewe nimeweka humo. Ukishajua matokeo ni nini, basi ni rahisi hata kuwaeleza watu kuingia kwenye jitihada za kuleta mageuzi ya kilimo. Kwa hiyo nimeeleza humo. Lakini pia sura nyingine kwenye kitabu hicho nimeandika sustainable agriculture. Hiyo ni sura, the role of sustainable agriculture, umuhimu wa kuwa na kilimo endelevu. Kilimo chetu lazima kiwe ni kilimo endelevu. Sasa uendelevu katika kilimo nimeongea humu kwenye kitabu hiki kwenye mihimili mitatu. Kuna umuhimili wa mazingira lakini pia kuna umuhimili wa kiuchumi na muhimili wa kijamii. Kwa hiyo pia nimeelezea humu umuhimu wa kilimo endelevu. Lakini pia sura nyingine ambayo ipo kwenye kitabu hicho ni umuhimu wa majukwaa bunifu, yani innovation platform. Innovation platform tunazungumzia majukwaa ya wadau, kwamba unaweza ukawa na teknolojia za kilimo au na bunifu za kilimo nzuri kabisa, lakini kama una wadau sahihi wa kuchukua hizo teknolojia zako au bunifu na kuzipeleka kwa walengwa, basi hazitaleta matokeo mazuri, yani hazitaleta impact. Kwa hiyo nayo yenyewe nimeiweka kwenye hicho kitabu. Na kuelekea mwishoni kule nimepiga jicho kwamba hivi miaka 100 ijayo
kilimo chetu kitatafsiriwa na vitu gani, kitakuwa ni cha hali gani. Kwa hiyo katika sura hiyo the future, kwa hiyo sura hiyo the future of global agriculture, kwa hiyo nimeweka humo mambo ya automation, nimeweka humo mambo ya AI technology, mambo ya matumizi ya teknolojia kama vile robots, unaona, akili mnemba, unaona, vyote hivi nimeweka humo ili teknolojia hizo, mambo ya supercomputer nimeweka humo ambazo zitatumika kutatua changamoto za kilimo kwa teknolojia za hali ya juu kabisa, hata kupredict mambo ya weather, mambo ya hali ya hewa, unaona, kuchakata data na kuchambua data za udongo, unaona, mambo ya magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao, unaona. Kwa hiyo yote hii inapatikana kwenye hicho kitabu. Kwa hiyo kitabu hiki kiko tayari na kinaenda kutafsiriwa. Tunakitafsiri katika lugha 10 mbalimbali, ikiwepo Kifaransa, Kiswahili na kadhalika, ili wadau wengi duniani waweze waende wakanufaike na kitabu hicho. Na uzinduzi wa kitabu hicho tutategemea utafanyika hivi karibuni, na tutautaarifu umma pale ambapo mgeni rasmi atakuwa ameridhia na kupanga tarehe ya uzinduzi huo. Kwa hiyo karibuni sana, mtafute hicho kitabu, kitakuwa kinapatikana Amazon na kwenye social media mbalimbali, mtaweza kujipatia kitabu hicho.